Kurasa imedhaminiwa na Tigo. Tigo tumefika sehemu ya kwanza. Dereva, mzigo huu ufika kwa mzee Marubadu magorofani kama nilivyokuelekeza, nusu saa wewe hapa. Nimekupata vizuri boss, kwa mzee Marubadu magorofani. Na uhakika hutapotea. Sio na sasa ushafika. Ushafika boss, sio na shaka. Bana kuuliza jana kuelekeza buku mjini hapa kuna vya bure. Kwa mzee Marubadu wapi? Nyosha moja kwa moja, usiende kushoto wala kulia. Mtie buku jero. Narudi. Narudi. Waangalie kwanza. Ndio boss. Ndio naingia. Nimeshafika. Nimepotea? Kutoka Lindi hadi Samonge, Ukerewe mpaka Rombo na kila kona ya Tanzania. Tigo tumefika. Nunua laini ya Tigo leo ufurahie kuwasiliana na ndugu, jamaa na marafiki ukiwa popote pale Tanzania. Ni matumaini yangu kuwa mzima buheri wa afya, mtazamaji wa EATV popote pale ulipo. Karibu sasa katika kurasa, dakika chache za kukufahamisha machache katika mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Rais Jakaya Kikwete leo ameongoza viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa na mamia wa Tanzania waliojitokeza kuuaga mwili wa aliyekuwa mbunge wa Mbinga Magharibi Kapteni John Komba katika viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam. Akiongea kabla ya kuuaga mwili wa marehemu Kapteni John Komba, spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Anne Makinda amesema bunge la Tanzania litamkumbuka marehemu kwa uhodari wa vipaji alivyokuwa navyo. Kama alivyosema mwenyekiti wa kamati, walikuwa waende Ethiopia tarehe 1 na wenzao kamati wajumbe wengine walishakuwa airport siku ile anafariki. Kwa hiyo alikuwa anajiandaa kwenda Ethiopia, lakini katika muda mfupi, na tumeongea na mama mke wake, walikuwa pamoja, na siku hiyo hiyo alikaa kwenye nyumba yake pale anaandika baadhi ya nyimbo. Nadhani alipomaliza kuandika tu akajisikia kama mwili haukubali. Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na familia, inaonyesha kuwa mwili wa marehemu Kapteni Komba ambaye alifariki dunia siku ya Jumamosi utasafirishwa leo kuelekea kijijini kwao Lituhi wilayani Songea mkoani Ruvuma kwa ajili ya mazishi ambayo yamepangwa kufanyika kesho. Tuendelee na kurasa. Serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Daruso imesema kitendo cha serikali kutochukua hatua za madhubuti za kukabiliana na vitendo vya mauaji ya watu wenye albinism kinachangia kuongezeka kwa mauaji ya watu hao. Wakiongelea jijini Dar es Salaam, mawaziri wa jinsia na makundi maalum pamoja na waziri wa habari na mawasiliano wa Daruso wamesema wao kama jumuiya ya wasomi hawaoni jitihada za makusudi za kukomesha vitendo hivyo. Kwanza tuna hofu yetu kubwa ni kuendelea kwa vitendo hivi wakati tunaelekea uchaguzi mkuu, kwa sababu moja, kwa sababu vitendo hivi vimekuwa vikihusishwa pia na wanasiasa wanasadikika kuhusika kwenye vitendo hivi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha wanafunzi wenye ulemavu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Perpetua Senkoro amesema vyombo vya sheria na usalama vimekuwa havifanyi upelelezi wa kina ili kuwatia hatiani watuhumiwa. Kama jamii ya kimataifa imeliona na imeliongelea, kwa nini jamii yetu sisi ambao tupo hapa, jamii ya nchini hapa, isilichukulie kwa uzito kama jamii ya kimataifa inavyolichukulia? Tunaomba tusifanywe tujisikie tuko peke yetu. Tusijisikie tuko peke yetu, tunaomba hilo jambo. Tunaomba tujisikie tuko na wenzetu ambao wanatujali, ambao wako tayari kusimama na sisi, wako tayari kupigana na sisi kukomesha vitendo hivi kuendelea kutokea. Kwa sababu ni jambo la kusikitisha, ninaongea kwa uchungu sana, ni jambo la kusikitisha. Natamani ifike siku moja hivi vyote viwe historia, tu tunaelezea tu. Tumalizie kurasa kwa hili. Migogoro kwa nchi za maziwa makuu zinasababishwa na mifumo mibovu ya kiutawala isiyowashirikisha wananchi kwenye maeneo husika. Hayo yamesemwa na mtaalamu wa programu ya kimipaka na utumishi wa utawala wa kidemokrasia kutoka shirika la UNDP Bwana Godfrey Mulisa wakati wa mafunzo maalum ya utatuzi wa migogoro kwa nchi za maziwa makuu na zinazopakana nazo. Mambo mawili. La kwanza ni mgogoro wote, haijalishi ulikotoka, lakini mwisho wake unamgusa kila mtu. Kwa hiyo utatuzi wake nao ujitahidi sana kushirikisha kila mtu. Hiyo ni moja.
La pili, tujaribu kulink mgogoro pia na masuala ya maendeleo. Mgogoro hauwi hewani, huwa umejikita kwenye masuala ya maendeleo. Kuna issue fulani ya kimsingi kabisa inaweza ikawa inasababisha mgogoro. Kwa kuwe na link kati ya maendeleo, lakini kuwe na mgogoro, lakini pia kuwe na link kati ya mgogoro na masuala ya jinsia, kwa maana ya gender. Kuangalia kina mama hasa ndio wanapata matatizo makubwa sana inapokuja masuala ya migogoro. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache katika yale mengi yaliyofika mezani kwetu kwa hii leo. Kesho, je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Alafu tuandikie maoni yako kupitia barua pepe yetu ambayo ni kurasa@atv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea kurasa, mimi ni Laltaika, Noah Laltaika. Kurasa imedhaminiwa na Tigo.